Ni habari za uchumi. Itakuwa kama jiwe kubwa ambalo watu wanatamani kunyanyua, lakini linaenda mwisho linatuzidi uwezo, linarudi. Lisitufanye tukasahau kufanya kazi ya Bwana. Hilo jiwe la uchumi. Kazi ya Bwana iko pale pale. Kwa hiyo niwaalike vijana tufanye sehemu yetu katika kwaya vijana, lakini pia watu wazima nasi. Na huwa nasema kwamba kuimba ni dawa. Hakuna siku utakuta wazee hapa. Hawa watu hawatozeeka. Huo ushuhuda mimi nao. Mwae kuona kanisa nililotoka kabla ya kurudi Tunduru, mwanabibi na miaka 94 anaimba kwaya. Ukiangalia umri wake na umeambiwa na 94, ukaangalia na wenye 94 walioko huko nyumbani ambao hawaimbi, ani mbingu na ardhi. Ni vitu viwili tofauti. Yule bibi ana nguvu kwenye mazoezi, ni wa kwanza. Yaani si nani anayemtangulia kwenye mazoezi ya kwaya. Hazeeki. Kuimba ni dawa. Tuna mengi ambayo yanatusonga, mengi sana. Mengi, na nimesema imefika kipindi tunatembea tunaongea peke yetu. Unapoimba ukatabasamu, unatoa mengi pia ambayo ni sumu. Kwa niwaalike tuombe. Baba mwema, asante. Emfanye kila mmoja aone haja ya kuifanya kazi yako. Na katika somo letu siku ya leo, endelea kutubariki kwa jina la Yesu. Amen. Wakati tunajiandaa huku ndani wa hudumu leo, nikasikia wimbo namba 40 naimbwa na 41, nyimbo ambazo zinaalika uwepo wa Roho Mtakatifu. Nikauliza wenzangu hapa, yaani huyu anayeimbisha hizi nyimbo mbona mimi sijakutana naye? Na mimi somo la leo linasema jinsi Roho Mtakatifu atakavyoyajaza maisha yako. Mimi huyo mwimbishaji sijakutana naye wala hatujaongea. Kwa nini hawa watu wa Mungu wanaimba wimbo namba 40 halafu tena wanaendelea na 41 habari za Roho? Nikagundua kumbe Roho ndivyo anavyotuunganisha. Asifiwe sana. Ndivyo ambavyo Roho wa Mungu anavyotuunganisha. Wimbo wetu mkuu kwa huo namba 40, habari za Roho Mtakatifu atujaze. Nimesema somo linasema jinsi Roho Mtakatifu atakavyojaza maisha yako. Tangu asubuhi hakuna aliyesinzia. Si kila mmoja na shuhuda ya jirani yake. Sura ya 31 kitabu cha Pambano Kuu inasema mitego ya shetani. Nilipotangazwa kwamba nitakuwa mhutubu, shetani kwa gharama zote alinifuatilia na kutaka kujua nitasema nini siku ya leo. Na ndipo anapoandaa tu mazingira fulani ili akukoseshe kile ambacho kingebadili maisha yako siku ya leo. Shangaa tu mtoto amelia bila sababu. Unaenda kubembeleza nje, kumbe ndio wakati ambapo pointi ambayo ingeleta mguso na badiliko la maisha yako ilikuwa inazungumzwa. Wakati huu utashangaa wewe kifanya umesikia tu hapo ya kwenda nje bila sababu. Na wewe hata sasa naongea na watu wako nje. Wewe hizo hakuna sababu. Mitego ya shetani ndio inavyosema, mama yetu anasema hayo. Yuko tu nje, sababu hakuna ya kukaa nje. Ni kwamba shetani hataki huyo mtu aokolewe. Tushangaa usingizi uliotokea hapa eleweki. Ama ni kwa sababu ni hotuba? Mbona tangu asubuhi vipindi vyote ni hotuba? Somo la ukuzaji ni hotuba, sio hotuba. Ni hotuba na unasikia na usingizi. Lakini kwa nini unapokuja habari ya hotuba ya huduma kuu ndio nayo inaanza? Bwana Yesu asifiwe sana.
Lakini wakati fulani kwanza najiuliza, kwa nini huyu Roho Mtakatifu tunatakiwa kujifunza sana habari zake? Ni kwa nini? Na ni kwa nini mahubiri mengi ya sasa, sijui kwa nini wahutubu wengi wamekuwa wakisema habari za huyu? Na hata wewe utakaposema wiki ijayo mhubiri atakuwa ni mtu fulani, utashangaa unapomwomba Mungu, nisaidie nikaseme na watu wako. Vichwa vya habari na habari zote zinaleta habari za Roho Mtakatifu. Kwa nini tunahitaji kujifunza huyu Roho wa Mungu? Wakati tunapita katika kitabu cha Wiki Kuu, ukurasa wake wa 84, mada inasema mvua ya masika. Kuna mahali pameandikwa hivi: mvua ya masika inaonyesha karibu na mwisho wa msimu. Watu wa Mungu, kama roho hii mvua ya masika ni ile ya mwisho. Kwa mazingira yetu ya Tanzania, sehemu nyingi mvua inaanza mwezi wa 9, wa 10, maeneo makame kama Tunduru mpaka wa 11, 12 mvua ndio inaanza. Itaenda mishale fulani ya mwezi wa 2. Mazingira mengi Tanzania mvua inakata kwa wiki kadhaa. Hiyo mvua ya vuli imeisha. Ule wa pili ukiisha, maeneo mengine ni watatu ndio inasimama, ama wa kwanza ni kulingana na jiografia ya mahali hapo. Inapokuja ile ya pili ndio inaitwa mvua ya masika. Kazi yake ni kukomaza mazao. Madondoo ya Mama White katika kitabu cha Wiki Kuu yanasema mvua ya masika inayoonyesha karibu na mwisho wa msimu inakomaza nafaka na kuitayarisha kwa ajili ya mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la mvua ile ya baada ya mwezi wa 2 ama wa 3 inayokuja baada ya kiangazi kidogo ni kukomaza mazao. Ya vuli ilitumika kupanda mbegu. Mbegu imekwenda, umeweka mbolea, itapumzika kidogo. Mvua nayo ikiwa nyingi sana, nayo ni na madhara kwa ajili ya mazao. Ndio maana Mungu anasema itaanza ya vuli katika mipango yake ya uumbaji, baadaye itamasikia masika. Kazi yake ni kukomaza nafaka kwa ajili ya mavuno. Ndio naendelea kusema hivi, kukomaa kwa nafaka kunawakilisha umalizaji wa kazi ya neema ya Mungu ndani ya moyo. Umefanya kazi, effort zimefanyika za kutosha, ugawaji wa vijizuu umefanyika na kutosha. Kikweli kazi ya Bwana imefanyika. Tunapoitarajia mvua ya masika, kujazwa kwa Roho Mtakatifu, kile kilichofanyika sasa kikavunwa. Mbegu iliyopandwa ikavunwa. Anasema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, sura ya Mungu kimaadili inatakiwa kukamilishwa katika tabia. Imetupasa kubadilishwa kabisa ili tupate kufanana na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali fulani katika kitabu hiki cha Wiki Kuu pameandikwa hivi: tunahisi nini kimemchelewesha Kristo kuja? Majibu yakasema, Kristo anasubiri aione tabia yake ndani yetu. Kwa nini Yesu haji? Mbona tunayoona ni mengi, yaliyosema yanatimia, yanaonekana? Ni mpaka wewe na mimi tutakapovaa vazi, ni pale Kristo atakapoona kweli kanisa limevaa tabia yake, ndipo atakapo. Lakini kwa bahati mbaya ni nini? Niwaambia watu wa Mungu, kanisa pia sasa hivi linafanana na ulimwengu. Washiriki nao wanafanana na dunia. Tumepoteza identity yetu. Sehemu kubwa ya washiriki kwa waumini taratibu wanapoteza utambulisho wao wa thamani.
Hiyo si taarifa njema hata kidogo. Fungu letu kuu ni katika kitabu cha Luka 9 fungu la 25. Maneno yanasema hivi: mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku. Hebu fungu hili kama utasahau, shika hapo, kila siku. Mwambie jirani yako kila siku. Kila siku, yaani ujitwike msalaba wako, umfuate Kristo kila siku. Kila siku ukitaka kumfuata. Petro naye katika kitabu kile cha Mathayo 19:27, wewe ndio alikuwa anajibiwa. Aliuliza, wewe ili kujibu bwana. Wewe bwana, tumeacha familia, tumeacha mitumbu yetu tunavua, tumeacha mali zetu, tumekufuata. Tutapata nini? Tutapata nini? Afanye tathmini na kuona, yote tumeacha tumfuate bwana huyu. Kazi ni kutembea. Mara leo Kapernaum, mara kesho Makedonia, mara kesho Syria, mara kesho wapi? Yaani kumfuata tu. Na huenda Petro hakuuliza, alipoambiwa tu, wewe bwana acha nyavu, kwanza leo kwa mvuvi wa watu, nifuate. Hili swali alikuja siku hiyo. Mara baada ya kufuata, twende Makedonia, twende Kapernaum, twende wapi? Twende Efeso. Siku anapata swali, wewe, sisi tumeacha kila kitu, acha tukufuate wewe. Tutapata nini? Na bado masharti yako ni magumu. Tukitaka kukufuata, tuache tutubebe misalaba yetu, halafu tukufuate tena kila siku. Yesu alisema maana ya hapo kila siku. Yesu alisema kwamba wanafunzi ni swala la kila siku. Wanafunzi ni swala la nini? Hakuna graduation kwenye shule ya Yesu. Hakuna mahafali. Ni swala la kila siku. Ukitazamia mahafali hapo kabisa. Shuleni kwa Yesu. Sisi ni wanafunzi kila siku. No mahafali. Kujikana nafsi humaanisha kumpatia Yesu udhibiti wa maisha yako. Tafsiri ya hilo fungu kuu. Ujikane nafsi, beba msalaba, ujikane nafsi, kisha ufuate. Maana yake ni nini fungu hili? Mpe Yesu adhibiti maisha yako. Kujikana nafsi hainasema na kubeba msalaba haimaanishi kwamba tutakuwa na magumu kila siku. Hapa niseme vizuri. Jamani, unajua kuwa hasa ndugu zangu nikasaka ndorobo shamba la maputi jarobaro. Kristo ni unyonge. Jamani, leo nataka nikwambie Kristo sio unyonge. Yaani kuna mtu anakwenda shambani kwake, anakuta jirani yake mpaka uko wazi kabisa, mpaka unaeleweka shambani hilo hapo na kwa kwenye. Anakuta bwana amemega tena kipande cha hatua mbili. Hawezi kusema ati kwa sababu yeye ni Mkristo. Yanayo kama Kristo ni unyonge. Ni mapenzi ya Mungu. Ukristo sio unyonge. Na wala haki yako isije kachukuliwa eti Ukristo ndio basi, kwa sababu ni Mkristo siwezi kuenda. Wewe utakuja uelewa Kristo. Ameweka shamba watu 7, unamwacha tu basi, ni mapenzi ya Mungu. Wewe sio Kristo, ni mpagani. Wewe Kristo anafundisha. Wiki iliyopita nilikuwa kijiji kimoja kinaitwa Msecheni. Nimeenda kutembea. Sasa kuna ngosha mmoja amelima ekari 8 ya ufuta. Amevuna kilo 8. Hali ya hewa. Sasa katika kuongea shambani pale anasema, tosha. Ni mapenzi ya Mungu.
haya nayo ni mapenzi ya Mungu. Anajiuliza, yaani kule kulima na kufeli pia ni mapenzi ya nani? Ya Mungu. Nikamwambia pale hamna, haya sio mapenzi ya Mungu. Ni hali ya hewa na hivi vurugu na dhambi. Sio mapenzi ya Mungu haya. Yaani Wakristo wa sasa mambo yanakuwa mabaya mara nyingi tunasema ni mapenzi ya nani? Sio kweli. Sio kweli. Mpaka imefikia hata mtu naye akifa ni mapenzi ya Mungu. Tunafanyaje? Mtu akiumwa ni mapenzi ya Mungu hapa. Mungu hana upendo huo. Mungu hana upendo. Sio mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kubeba msalaba Kikristo, Yesu anaposema beba msalaba unifuate, haimaanishi kwamba Kristo tutapitia magumu tu. Na wala umaskini sio Kristo. Watu wa Mungu niwaambie kwamba wewe kuwa maskini sio Kristo. Nimesikia leo povu lililotoka mwenyekiti wa Magari. Unafikiri hali za maisha zingekuwa ni njema kwa kufuata utaratibu wa kimbingu wa utafutaji, na Mungu ametubariki? Unafikiri povu lingekuwa linatoka na kwamba kwenye watu 200 mpaka sasa wamechangia watu 15? Umaskini sio Kristo. Siku moja kulikuwa na mazungumzo kati ya Mungu na mwanadamu. Mungu anauliza, anasema, tangia zama za mababu zenu mmegeuka, mmeacha njia yenyewe na mmeacha njia zangu na maagizo yangu. Wanadamu wasio na adabu njema wanauliza, kwani tumeachaje? Yaani wanadamu wanauliza Mungu, tumeachaje hizo njia zako? Mungu anauliza, kwani mwanadamu anaweza kumwibia Mungu kweli? Wanaweza tunaibaje? Wanajibu, tunawezaje kuiba? Namna ama jinsi ambavyo Roho Mtakatifu atakavyojaza maisha yetu. Maana ya kubeba msalaba ni kukana njia za kibinafsi za kila siku. Njia za nini, watu wa Mungu? Walichokuwa nasema hapa mwenyekiti, yaani kuna watu si kwamba hawatoi pesa ya kambi kwa sababu hawana, ila kwa sababu ni binafsi. Sio kwamba hawana, yaani kuna mtu yeye anayo. Kubeba msalaba maana yake ni kukana njia za kibinafsi za kila siku na kujitoa kwa furaha na hiari kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia wala hata mjelewa. Maana yake kukana nafsi ni kukana njia za kibinafsi. Acha kufanya mambo ya kupendeza mwili wako, familia yako na nini. Yaani wewe umeishia hapo kitu kwa sababu ukiona familia yako na maisha mazuri, unafurahi. Unaweza kuvaa vizuri, ukafanyaje? Anunua simu ya milioni 2. Yaani raha yako imeishia hapo. Achana na njia hizo. Maana yake ni kujikana njia za kibinafsi za kila siku na kujitoa kwa furaha na hiari kwa Yesu. Tulipokea maisha yetu ya kimwili wakati wa kuzaliwa ili kuweza kuendelea na maisha yetu, tuwe na nguvu na afya. Huwa tunakula kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipozaliwa tu tunahitaji kula kila siku ili tuendelee kuishi, sio hivyo? Lazima tu. Lakini kuna siku pia tulizaliwa nini? Kiroho. Siku niliposema ninamkana shetani na kazi zake zote. Ulizaliwa upya kiroho. Ukasema nitalitegemeza kanisa kwa zaka na sadaka na matoleo. Ndio nakubali. Ndio naamini. Lakini ukasema sitoshiriki kuuza
za tumbaku wala kileo wala sigara wala si nini, kwa sababu yanajua vina madhara kwa afya, vitaharibu watu wa Mungu. Ndio nakubali, tulizaliwa upya, na kama tulizaliwa upya, jinsi tulivyozaliwa kimwili, tunahitaji kula ili tukue, tunahitaji pia kula ili tukue kiroho. Yesu asifiwe. Tunahitaji kula ili tukue kiroho, ili tuweze vile hivi tulipokea maisha yetu ya kiroho tulipozaliwa upya, ili kuweka maisha yetu ya kiroho kuwa yenye nguvu na yenye afya. Ni muhimu pia kuhudumia utu wa ndani kila siku. Yaani leo sawa yetu sawa neno kila siku. Tunahitaji kuyahudumia maisha yetu ya ndani kila siku ili tukue. Ikiwa hili halitafanyika katika maisha yetu ya kiroho, basi tutakuwa dhaifu, wagonjwa na hata kufa kiroho. Bwana ni mwema na wakati wote. Ikiwa hiyo halitafanyika, tutakufa kiroho. Niwaambie watu wa Mungu ushuhuda ulio wazi. Hivi mnajua katikati ya jumuiya yetu ya Waadventista kuna watu Sabato kwao siku hizi ni mzigo. Mnajua hiyo? Huenda hata huyo mtu anakuja hadi kanisani, lakini anaangalia leo masaa yaendi. Sabato inachosha. Yaani watu inawachosha. Akiona nakaribia leo saa 11 ile nakaribia kuondoka, yaani raha inaanza kurejea ndani ya moyo. Bwana huyu. Na inapofika Ijumaa Sabato inaingia. Sabato tena inaingia. Haula. Sabato tena inachosha Sabato. Inachosha sana. Inachosha mno. Ikiwa hili halitofanyika la kuhudumia utu wa ndani kila siku, tutachoka na Sabato itatuchosha, itakosa ladha, na huenda ni moja ya sababu inayofanya usinzi ndani na Sabato inachosha. Na naendelea kusema hatuwezi kula chakula kabla ya kukihifadhi. Ndivyo pia hatuwezi kuweka hifadhi ya Roho Mtakatifu. Jamani, Roho Mtakatifu haweki steka kwamba siku niliwaamini nilikuwa na moto mkali, kwamba nitatumia uzoefu ule wa siku nimebatizwa nilikuwa na moto. Kila mmoja anataka kujifanyia tathmini hapa. Ilikuwaje siku zile za kwanza umeamini? Hata nyinyi mliozaliwa ndani ya Waadventista, sisi tumekuja baadaye. Unaikumbuka ile siku? Kipindi unaamini, unaanza kujifunza, mwanzo unaanza kuwa mbishi. Sabato gani? Mwisho wa siku umeamini na umemkubali Yesu na umeingia. Unakumbuka ule moto? Neno la Mungu linasema Mungu hatumii ule, kwamba kwa sababu ulikuwa na moto kipindi kile utaendelea kuwa na moto hata kama ufanye juhudi kila siku. Hapana. Roho Mtakatifu hakai steka kwamba utamsteki uendelee kumtumia baadaye. Anatafutwa kila siku. Mama yake anasema hivi. Kama ilivyo katika ulimwengu wa asili, kama katika mazingira ya kawaida, vivyo hivyo katika ulimwengu wa kiroho, maisha ya asili yanalindwa kila wakati na uwezo wa kiungu. Lakini bado hili halifanyiki kwa muujiza wa moja kwa moja, bali kupitia matumizi ya mibaraka iliyowekwa ndani ya uwezo wetu. Hivyo maisha ya kiroho yanaendelezwa kwa kutumia mali hizo ambazo mpaji amezitoa. Hiki ni kitabu cha Matendo ya Mitume, kurasa 284. Kuna mengi yanayofanyika katika ulimwengu wa asili ambayo hata macho yetu yakiona yatashangaa.
kwamba hili ndio kifanyikaje. Siku moja nilikuwa kwenye ibada ya familia, tukawa tunaulizana pale nyumbani, tukawa tunajifunza habari za sisimizi. Sisimizi huyo neva hivi, moyo wa sisimizi unakaa, mapafu yake je, yakoje? Yana ukubwa gani? Pua ya sisimizi iko wapi? Sasa unaweza kuhisi labda hana elimu. Sasa kama hana yeye anaishije? Mwisho siku tulijikuta katikati ya ibada tunacheka. Tunataka sasa huyu naye na moyo, ana mapafu, ana utumbo. Vitu vya asili vinatosha tu wewe kumsifu Mungu. Anasema wewe Mungu sasa hapa umetisha. Sisimizi mwenyewe anayelingana, alafu moyo wake ukoje? Utumbo wake ukoje? Pua yake iko wapi? Ni maajabu. Vitu vya asili vinatosha kutupa habari za Yesu na kuwa tayari kwa ajili ya ujazo wa Roho Mtakatifu, kuwa tayari kwa ajili ya kupokea mvua ya masika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama wetu anaendelea kusema hivi, tunapaswa kumfuata Yesu siku kwa siku. Niliposoma hili neno linalofuata nilishangaa na kushtuka. Mama wetu anasema hivi katika kitabu cha Desire of Ages, ukurasa wa 313, paragraph ya 4. Niliposoma hili nilishtuka. Tunapaswa kumfuata Yesu siku kwa siku. Mungu hatoi msaada kwa ajili ya kesho. Ulikuwa unajua hili? Watu wa Mungu ulikuwa unajua hili? Mnajua kama Mungu hatoi msaada kwa ajili ya kesho? Mungu siku yake ni masaa 24 atakamilisha. Kesho ni nyingine, hatoi msaada kwa ajili ya kesho. Na ndipo nilikuwa nikakumbuka kisa cha Waisraeli jangwani. Watu wa Mungu, Mungu alitoaje mana? Mungu alitoaje mana? Hivi mnahisi Mungu alishindwa kuambia sasa nyinyi Waisraeli mje na majaba na mapipa, kila mmoja kwa familia yake, mtajaza humu mana, mtakula mwezi mzima? Hilo lingeshindikana? Lingeshindikana na Mungu? Lakini kila siku unaenda kuweka mpya. Kila siku Mungu anatoa msaada kwa ajili ya kesho. Mama White katika Desire of Ages 313 ameonyesha maelezo. Akitoa bando la wiki utamsahau. Yaani haya mama Israeli angewapatia, angesema jazeni kwenye maroba, maana na kwenye majaba, tutamnana mwezi ujao. Humu katikati humu mwingine angesema Mungu kwanza hayupo. Matokeo yake kila siku walitoka nyumbani mwao kwenda kuokota mana. Isipokuwa Ijumaa tu, akawaambia ikifika Ijumaa okoteni na ya Jumamosi. Ya siku ngapi? Siku 2. Tuonane Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Hiyo tu, Ijumaa tu ndio alichukua za siku 2. Sasa kama za siku 2 zimewezekana, au sisi tuna vyombo, maroba tunayo, mandoo tunayo, wewe Mungu bali tusichukue hata za mwezi hizo mali. Mungu hatoi msaada kwa ajili ya kesho. Tutamsahau. Mungu anamhitaji mtafute kila siku. Jirani yako leo mwambie Mungu anataka tumtafute kila siku. Mwambie jirani. Kila siku angeweza kutoa tu maana wakajaza maroba, lakini haikuwa hivyo. Mama White anaendelea kusiliba. Anasema hivi, hata hivi kujiweka kwetu wakfu, hata kama kulikuwa ni kwa uaminifu kiasi gani, wakati wa kuongoka. Nimekwambia kumbuka siku ile unaongoka, unabatiza
vifungu vya maandiko huyu, wamepezesha Sabato, moto ulikuwa nao. Mama wetu anasema hivi, hata hivyo kujiweka kwetu wakfu, hata kama kulikuwa kwa ukamilifu kiasi gani wakati wa kuongoka, hakutatusaidia kitu chochote mpaka kutakapofanyika kila siku. Mwambie jirani yako, kila siku. Mara tatu hiyo, kila siku. Ule moto wako siku ya kuongoka kama umezimika leo, haukusaidii chochote. Hitaji ya Mungu kwamba ule moto uwe kila siku. Unajua hata mimi familia, watoto yani majukumu mpaka unachelewa shule ya Sabato. Watoto watoto badala ya kuwa baraka wamekuwa laana. Ulikuwa unawahi shule ya Sabato na pamoja. Vijana wasiooa kina tafakari hapa, wanatoa mitambo saa 12 asubuhi, wako hapa siku akiwa unajua majukumu sasa hivi ni mengi, yani watoto wale huko ni kwenye kipindi baraka ya Mungu unaigeuza ni kwa nani? Sasa mpangilio tu anatakaza mtoto bwana, mimi siku ya Sabato iliyopita alikuwa ananisumbua, anajalia tu nikaona bwana basi tu baraka ni kwa laana. Tukarudi kwa babu wa damu, ni huyo mwanamke amesahau kwamba kuna siku anatoa majina kwa wanyama, anaona dume na jike hapo, yeye haona kufanana naye, akakaa unyonge. Mbingu zikasema si vema mtu huyo akae peke yake, tumfanyie msaidizi wa kufanana. Leo kwa sababu msaidizi ameshiriki kwenye dhana, si huyu, yaani baraka imegeuka kwa laana. Si huyu. Tunamhitaji Yesu kila siku, jinsi Roho Mtakatifu atakavyojaza maisha yako. Mwandishi mmoja akasema hivi, kumfuata Yesu kuhitaji badiliko la moyo wote mwanzoni na kujirudia kwa badiliko hili kila mara ya 4 kila siku. Kumfuata Yesu kunahitaji badiliko mwanzoni. Siku uliposikia wengi alikuwa ndani ya kanisa, ya kuna siku tulipuuza, kuna siku tulikutana na Injili ndio ikashtuka. Ule mshtuko wa mwanzoni uendelee kila siku. Na kwa Mungu anaendelea kusema hivi, mama wetu, jiweke wakfu kwa Mungu asubuhi. Fanya hii kuwa kazi yako ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ni mwema na wakati wote. Sasa kama haya tutayajua leo, unaruhusuje mwinjilisti wa vitabu apige picha na makesha ya asubuhi? Yaani mwinjilisti wa vitabu ana makesha yako 50, 60, 70, anatembea nayo kwenye boksi miezi 3. Ujasiri tunautoa wapi? Ikiwa mama wetu anasema jiweke wakfu kwa Mungu asubuhi, fanya hii kuwa kazi yako na mali wako. Wewe ujasiri wa kumwacha yule mama atembee na makesha Kandawele mjini kila siku, ujasiri huo umetoa wapi? Ati 11,200. Ujasiri tunatoa wapi? Jiweke wakfu kila siku. Liwe jukumu lako pamoja. Ombi lako liwe hivi, hiyo asubuhi. Mama wetu anakupendekezea. Ombi lako asubuhi liwe hivi, nichukue, Bwana, niwe wako kabisa. Ninaweka mipango yangu yote miguuni pako. Nitumie leo katika huduma yako. Kaa nami na kazi yangu yote itimizwe ndani yako. Hili ni swala la kila siku. Kila siku asubuhi jitakase kwa Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Jamani, kwa ajili ya siku, huwezi kujitakasa kwa ajili ya kesho, kwa sababu Mungu anahesabu masaa 24 na hatoi baraka kwa ajili ya kesho. Angetoa maana kwa ajili ya kesho kutwa, alitoa kwa siku moja tu.
jiweke wakfu kwa ajili ya siku hiyo. Unajua, niliwahi kupata kisa kimoja, sijui kama ni cha kweli ama ni cha uongo, sijui, lakini kama si cha uongo kinafundisha kidogo. Nasema mtu mmoja alichoshwa na maombi, na nyinyi huenda mmekisikia. Mtu mmoja alichoshwa na maombi. Kama usinyoshe mkono, na hisi pia huwa kuna watu wanakiri kwamba maombi yanafanyaje? Yanachosha. Sio hivyo? Jamani, sio hivyo? Kuna watu wanakiri kabisa kwamba maombi yanachosha. Yanachosha. Ndio maana kwa nyumba zetu za Wakristo wa leo, kipindi hicho uko nasikia nyimbo usiku zinaimbwa, twende Zayuni. Tena sio kificho. Watu wa Mungu wanaimba mpaka majirani wanasikia. Yaani uimbaji siku hizi katika nyumba za Wakristo imeisha ama imepungua. Sasa huyu bwana alichoshwa na maombi, akagundua kwamba namna ya kuomba sasa hivi itakuwa nitumie tu sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Akimaliza anasema amina. Analala. Ikafika kipindi hata sala ya Bwana nayo ikachosha. Hiyo mchosha, yule bwana akaandika maombi kwenye karatasi, akaandika ukutani. Akifika wakati wa kusema Mungu, yale pale analala. Bado lilimchosha jambo hilo. Kifika kipindi yako ukutani, lakini fika tu kulala, ananyosha tu kidogo. Kwamba maombi yamefanyaje? Kumbe ni wajibu wetu wa kila siku. Mungu atoe baraka kwa ajili ya kesho. Mnamalizana leo, msisumbukie ya nini ambayo hata mnajui. Kwani ndege wanalima? Lakini anawalishana. Yatosha kwa siku maovu yake. Sio Biblia imesema? Yatosha kwa siku maovu yake. Leo malizana na leo kwanza, alafu kesho beba kabla yako aogote, maana kwa ajili ya kesho. Sema na Mungu kwa ajili ya kesho. Tunapelekea mwishoni. Leo tutamsema salama mwaita. Anasema pia, ikiwa tutamtafuta Bwana na kubadilishwa kila siku. Ikiwa tutamtafuta Bwana na kumtafuta, inasema ikiwa utamtafuta Bwana na kubadilishwa kila siku, manunguniko yako yote yataondoka, shida zako zote zitaondolewa, matatizo yako yote yenye kukanganya yanayokusumbua sasa yatatatuliwa. Sharti ni moja, ikiwa tutamtafuta kila. Na ule wimbo na uimba wa mabaya yote umesikiliza kwamba ni mapenzi ya Bwana, ni mapenzi ya Mungu. Umevuna ufuta kionani, ni mapenzi ya Mungu. Shamba lako limeng'atwa kidogo, mapenzi ya Mungu. Sasa utafanyaje? Haya yote yataondoka, yatatatuliwa ikiwa tutamtafuta na kubadilishwa naye kila siku. Kila siku unene vile kwa upole, nong'oneza papo. Ni kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila siku ufanyaje? Kila siku nene. Mwandishi mmoja naye akisema hivi, uhusiano wa kuwa na Mungu kila siku uongoza katika kujitoa daima, kumtegemea yeye kila wakati. Kila wakati. Wasiwasi na changamoto zinazokupata. Yaani kila mtu ana wasiwasi juu ya changamoto alizonazo. Pia kujitoa kwake kwa Yesu huenda ni changamoto. Ukiwa mtu ana wasiwasi wa kutoa kwa ajili ya ujenzi wa kambi,
akihisi kwamba kwa kutoa hiyo goli alilopangiwa atarudi kwenye umasikini, bado. Wakati najifunza Ufunuo, Ayesi 21 fungu la 8 inaposema, limeanza kutaja kabisa ambao hawataenda mbinguni. Wa kwanza kutaja kina nani? Watu wa kwanza kutaja pale ni kina nani? Waoga. Hata kama msemo waoga, sasa si waoga wa vita, si waoga wa mbwa ama waoga wa nini, wa ajali na nini. Hapana, ni waoga wa kushiriki baraka za Mungu kwa hofu ya kesho ambayo hata uijui, au nao hawaingii wapi? Waoga ndio wametajwa nambari 1. Fuatilia hiyo fungu. Woga wote mbinguni ndio. Nimwambia si waoga wa giza, kwamba naogopa kutembea usiku. Si waoga wa halisi, ni waoga wa kushiriki baraka za Bwana kwa kuihofia kesho wasiojua. Ninapoelekea mwishoni kabisa, mwandishi mmoja aliongea kitu kimoja kizito sana. Hebu kisikie utokenacho leo. Anasema hivi: Mungu anaweza kufanya mambo makubwa kupitia mtu mmoja ambaye amejitoa kwa Mungu 100% kuliko anavyoweza kutumia jeshi la watu wote waliojitoa 99% kwa Mungu. Hujaelewa? Narudia. Mungu anaweza kufanya mambo makubwa kupitia kwa mtu aliyejitoa kwake 100%. Anaweza kufanya mambo makubwa Mungu kuliko kutumia jeshi la watu maelfu waliojitoa 99%. Umeelewa? Yaani Mungu yuko bora atumie mtu huyu aliyejitoa kwake 100% kuliko kutumia watu laki waliojitoa 99%. Bora atumie. Ni wale tu waliosema tunahitaji Roho wa Mungu utuongoze katika maisha yetu. Kujitoa kwa Yesu ndiko kutakapofanya tujazwe Roho wa Mungu. Roho wa Mungu tunayefikiria kujazwa naye, kazi yake ni moja. Mvua hii ya masika tunayoitarajia ni kukomaza mbegu iliyofanyaje? Iliyopandwa. Wote kama kanisa tuwiwe kujazwa na Roho Mtakatifu. Miguu yetu ikawashe, mikono yetu ikose utulivu, tuwe na kiherehere cha Injili. Roho atakapotujaza hatutolala, hatutopumzika. Kila muda tutajiuliza, ni nani sijamfikishia habari za Yesu? Nawaambia watu wa Mungu, hata kama ni usiku, utaamka utatupe shuka kule, utasema hapana, leo imeisha vibaya, kuna mtu sijamwambia habari za Yesu. Utamtafuta usiku, kwa sababu tayari umejazwa na Roho wa Bwana. Mwisho kabisa, ikiwa pia sehemu ya wito, Mama White katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa wa 523 anasema maneno yafuatayo. Paragrafu ya kwanza, kitabu cha mwaka 1898, anasema hivi, ikiwa ni sehemu ya wito: ni wale tu ambao watakuwa watendaji kazi pamoja na Kristo. Narudia, sijasoma vizuri hata mimi. Ni wale tu ambao watakuwa watenda kazi pamoja na Kristo. Ni wale tu ambao watasema, Bwana, yote niliyo nayo na vyote nilivyo navyo ni vyako. Ni hao tu watakaotambulika kuwa wana na binti za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia, mnaelewa? Ni wale tu ambao
watakuwa watendaji kazi pamoja na Bwana ni wale tu watakaotekeleza magoli yao, kwa sababu uwezo kufanya hivyo wanao. Unielewe vizuri, ni wale watendaji kazi pamoja na Bwana wenye kutimiza magoli yao ya makambi, kwa sababu nafasi kufanya hivyo wanayo. Kama Mungu anafikia hivi unatekeleza kwa sababu uwezo huna. Mungu ni mwaminifu na ni mwenye haki, anajua. Ni wale tu watendaji kazi ambao wanajipanga kwa ajili ya ujenzi, kupiga hapa na kazi zingine nyingi tu ambazo ni kwa ajili ya Injili. Sio lazima ujenzi tu, na kazi nyingine. Ni wale tu watenda kazi pamoja na Bwana, ni wale tu familia mbili au tatu zinazosema tuna haja ya kuunganisha nguvu kama familia mbili au tatu na kufanya effort kujipanga na kufanya effort sisi kwa sisi. Ni wale tu watenda kazi pamoja na Kristo, sisi kama familia mbili ama sisi watumishi tu wa serikali, walimu tu tutanunua vitabu 1000 kugawa. Ni wale tu wanaosema hapana, sisi mimi na familia ya fulani tumekaa tunataka kuwahudumia wafungwa. Ni wale tu watenda kazi pamoja na Kristo, ni wale tu ambao watasema Bwana, yote nilionayo na yote nilionavyo ni vyako. Hao tu ndio watapata kiparata, nida ya mbinguni ya kuitwa wana na binti za Mungu. Hao ndio watapata nida huko mbinguni, watapata kitambulisho cha uraia wa wapi? Wa mbinguni. Kauli yao unajua nini? Bwana, mimi familia yangu na vyote nilivyo ni mali yangu. Ni wale watakaozungumza kauli ya Ayubu, nilizaliwa niko uchi, nitarudi nikiwa. Sasa tumeng'ang'ania changu nakuta mpali kwenye maombi, yaani binafsi haujaisha kwenye vitu mpaka kwenye maombi. Akipiga goti Mkristo, Mungu ibariki familia yangu, bariki shamba langu, bariki watoto wangu, bariki kazi yangu, bariki yangu ya kwetu, yangu ya kwetu sisi, wanangu, wazazi wangu, yaani kila kitu chake. Na maombi hayo ni kelele. Kwa Mungu ni gani sasa kabisa na mazingira, sitaki kusikia uchafu. Binafsi umetoka kwenye material things mpaka umeingia kwenye mambo yangu ya huwa hiyo. Tena kitu cha binafsi. Hao ni sifa hiyo wanasema Bwana, nilivyo navyo, ile pesa benki na ile ni kwa ajili ya makambi. Kama wewe ni mwenye simama, kama sio mwenye simama. Tuepuke masuala ya kula viapo vya uongo na kuwa tunasimama kwa hili dhambi. Unajua kile tunasimama kwa amwahidi mzee kanisa hapa, wala mchungaji wala nani, huwa tuna na wewe unaepuka mtu wa Mungu, mhubiri ama mtu yote anaposema ikiwa wewe ni mmoja wa hao simama tuombe. Kama sio mmoja wao, unabaki umekaa, utakula malaana, utakuwa na lundo la laana. Yaani kile mchungaji fulani alivyohubiri ulisimama na wewe ni mmoja wao, mzee kanisa alivyohubiri na wewe simama ni mmoja, alafu umesema mmoja wao, unakula laana. Ikiwa ni mmoja anasema Bwana, nilionavyo na vyote na mimi mwenyewe ni mali yako, chukua, na ile analeta wengine mkasimama. Kama sio mmoja wao, kaa usisimame. Mimi sitaki nikuishi ndani, sitaki baki umekaa. Kwa sababu mimi bwana cha kwangu changu, ile cha
kwamba ni kwa ajili pia ya kazi ya Mungu. Simama tupate kuomba. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki mzee. Akipatie na roho wa Mungu aendelee kujaza katika maisha haya. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana mchana wa leo. Asante kwa kusema nasi kupitia mtumishi wako huyu. Tumejifunza mambo mengi. Tuna namna ambavyo tunapaswa kujihusisha na wewe kila itwapo leo. Tunapaswa kukuomba na kunyenyekeza kila siku ili kusudi Bwana tuweze kubadilishwa. Roho Mtakatifu atakaa ndani ya mioyo yetu tukiwa tutajishughulisha pamoja nawe kwa njia ya maombi, kwa njia ya sadaka, kwa njia ya kujitoa kila itwapo leo. Bwana utubariki. Asante Yesu kwa sababu tunaamini kwa siku hii ya leo umetubariki na umetupatia badiliko la moyo, na sasa Bwana tumekuwa watoto wako tayari kwa ajili ya utumishi wako. Asante Yesu kwa sababu unaendelea kutuingia na kutuongoza vyema hata siku yote ya maisha yetu. Bariki sisi pamoja na watoto wetu, lakini pia Bwana wabariki na majirani zetu, wabariki ndugu zetu na marafiki zetu Bwana, hata kwa ajili ya maandalizi yaliyoko mbele yetu makambi. Mungu utakupatia nafasi ya kushiriki pamoja na wageni wetu. Tunakushukuru Mungu kwa sababu tunaamini mchana wa leo utakuwa nasi hata jioni ya leo. Tutafunga pamoja na Sabato na ndugu zetu hawa na rafiki zetu hawa. Asante kwa sababu tumeomba kwa imani kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mungu awabariki sana. Tuyatende yote si kwa ajili ya utukufu wa awaye yote, bali kwa utukufu wa Baba yetu aliye mbinguni. Tunahitaji kumpendeza yeyote isipokuwa kumpendeza Mungu wetu ambaye